Karibuni wapendwa wasikilizaji mahali popote pale mnapoendelea kusikiliza kipindi hiki ambacho ni ufunuo wa maandiko ambao unaletwa kila wakati nami ndugu yenu ambaye ni Imani. Wapendwa, nazidi kushukuru sana Mwenyezi Mungu, maana ni mwema, maana anaendelea kutupatia kutufungulia zaidi maandiko ambayo yalikuwa bado yamefichwa. Na naamini kwamba kuna baadhi ambao hadi muda huu wameshafunguliwa vya kutosha, maana Mwenyezi Mungu amependelea iwe hivyo. Wapendwa, na sio wote ambao wanasikiliza mafundisho ambao watafunguliwa, na sio wote ambao watayaelewa, lakini kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amechagua lazima watasikiliza na wataelewa vizuri. Na ndio maana napenda kuambia kwamba kila kipindi ambacho ninakileta ni kipindi ambacho ni cha utata. Maana kuna mafundisho ambayo ni ya awali ambayo watu wamefundishwa na ambayo yanatakiwa kusafishwa ili kwa mpate mafundisho ya kweli ambayo yatasababisha nyinyi mnakuwa karibu na yule Mungu wenu ambaye mmempoteza kabisa kitambo, muda ambao umepita wa kutosha. Kwa sababu wengine watasema kwamba sasa sisi tunampoteza Mungu namna gani, maana sisi kila wakati tunaenda kumuomba. Na kweli ndugu yangu, unaenda kuomba, lakini unayeomba sio Mungu wa kweli. Mmempoteza. Huyu Mungu ambaye mnaenda kuomba kila wakati ni Mungu ambaye ameletwa na wazungu. Lakini wenu ambaye ni wa kweli hamjui tena, mmemwasi, hamjui tena ndugu zangu. Na ndio maana tuko hapa kwa ruhusa yake Roho Mtakatifu na upendo ule ambao ni wa Mungu Baba, anayeishi tofauti na gisi sisi wanadamu tunavyofikiria. Tutaenda kuwaonyesha tena mambo mengine ambayo yanatendeka katika mikusanyiko, katika madini mbalimbali ambazo zipo katika ulimwengu huu, kuhusiana na kuongea kwa lugha ndani ya makanisa, aidha ndani ya mikusanyiko. Nimeongeza na kusema kwamba huo ni ujinga mtupu. Kwa nini nasema kwamba ni ujinga, mpendwa msikilizaji? Usiwe na visirani, usiwe na hasira haraka, lakini sikiliza mafundisho, angalia na chunguza pamoja na mimi, na utakuja kugundua kwamba yote ninayoongea ni ukweli kwa 100%. Hakuna itilafu ndani yake katika haya mafundisho ambayo ninayatoa kila wakati. Na kutokana na hilo, tutaenda kuchunguza na kuangalia maandiko yanasema namna gani kuhusiana na kuongea kwa lugha, aidha kwa lugha. Kwa sababu tunajua kwamba katika mikusanyiko, aidha katika madhehebu mbalimbali, katika dini mbalimbali, kuna watu ambao wanasema kwamba wao wanaongea kwa lugha. Na hawaishie hapo tu kusema kwamba wanaongea kwa lugha, bali wanasema kwamba wanaongea lugha za malaika. Wanasema kwamba wanaongea lugha za mbinguni. Sasa, na kuna wengine ambao wanasema kwamba yeye Paulo alisema yeye mwenyewe kwamba alikuwa akiongea lugha mbinguni. Lakini haya yote tutaenda kuyachunguza vizuri ndani ya maandiko. Sasa tutaenda kuangalia kweli hiyo aina ya kuongea kwa lugha ni namna gani. Je, ni hivi gisi wanavyofanya ndani ya mikutano, aidha ndani ya dini zao ambazo tunajua za Pentekoste na vingine? Hivyo ndivyo kuongea kwa lugha? Na ni nini maana zaidi sana ya kuongea kwa lugha, na inatakiwa kuwa namna gani? Utaratibu ni upi kwa kuongea kwa lugha, aidha katika lugha? Tutaenda kuyaona hayo yote wapendwa wasikilizaji. Lakini kama gizi sistemi yetu tunavyoangalia na kusema kwamba yote yanayotendeka katika mikusanyiko za dini zenu wote ni ujinga mtupu. Ujinga sio tusi, wapendwa wasikilizaji. Ujinga ni kufanya kitu ambacho haujui. Huo ni ujinga, sio kwamba ni tusi, hapana. Lakini unapojua unatakiwa kukifanya sasa kwa usahihi, unasema kwamba unafanya kitu maana tayari umeshaelimika, umeshaambiwa ukweli wa kile kitu ambacho ulikuwa unaendelea katika ujinga. Lakini tatizo ni kwamba walio wengi, kwa sababu wana mafundisho ambao wamepata, na wanaposikia anza kusoma tu hii tema ambayo iko hapa, tayari wameanza kuongea mambo mengi. Tayari roho zimeanza kuuma, lakini hamtakiwi kuumizwa roho. Haya mambo tunayoyaongea hapa sio kwa ajili ya kukashifu, aidha kuonyesha kwamba nyinyi hamustahili, hapana. Hata mimi pia nilikuwa kama nyinyi ndugu zangu. Kwa hiyo mimi ni nani ambaye nitaanza kuwasota vidole aidha kusema namna gani? Hapana. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuelimishana.
Na anasema kila wakati, wewe mweusi mwenzangu, mimi sina haja ya kukufundisha, maana Mungu unamjua. Mungu wa kweli unamjua, huko naye ndani ya moyo wako. Lakini umesahau tu. Hichi naongea kila wakati. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha, ili mpate kurudi kule ambako tumetokea. Kwa hiyo tutaenda kuonyesha ni nini kuongea kwa lugha, na tutaenda kuonyesha maana yake ni nini. Maana watu hawajui maana ya kuongea kwa lugha na namna gani watu wanavyoongea kwa lugha. Wengine wanasema kwamba lugha za malaika, lugha za mbinguni. Kwa hiyo haya yote tutaenda kuona ikiwa kweli kweli ni kuongea kama wengine wanavyoongea makanisani yaanza katika je, ndio hivyo? Tutaenda kuangalia yote. Na ndio maana naanza katika kitabu cha Mezali ya 19:2 kwamba si vema nafsi ya mtu ikose maarifa. Nafsi ya mtu ikikosa maarifa, mpendwa msikilizaji, nafsi hiyo inakufa. Mezali hiyo 25:2 nasema, utukufu wa Mungu ni kulificha jambo, bali utukufu wa mfalme ni kulichunguza jambo. Mfalme hapo amewekwa kama wewe, ndugu yangu unayesikiliza, ambaye anachunguza. Baada ya kusikiliza neno, baada ya kusikiliza mafundisho, unatakiwa kuchunguza sasa. Ikiwa yale ambayo nimeongea, ikiwa yale maandiko matakatifu ambayo nimetoa yako sahihi, haiza hapana. Kwa hiyo ni vema na ni vizuri zaidi sana kuchunguza. Na Kumbukumbu la Torati 29:29 nasema, mambo ya siri ni yake Mwenyezi Mungu, bali yale mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo haya mambo mnayosikiliza ni mambo ambayo mnafunuliwa. Hayo ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu anapenda nyinyi mpate kuyajua, kwa sababu ni mambo ambayo hamjawahi kusikia. Kwa sababu mafundisho ninayoyatoa mimi, ndugu zangu, sio mafundisho ambayo unaweza kuyasikia sehemu yoyote ile. Wewe unaweza ukasikia kwa baadhi wanaongelea, lakini hawaongee kiundani zaidi, na hawajui zaidi sana kiundani. Lakini haya ninayoyatoa yanaingia ndani zaidi ya kujua neno la kweli. Yaani ule ukweli ambao Mwenyezi Mungu anapenda wewe mwanae upate kujua, ndio huu ambao uko hapa, ambao hauna itilafu, ambao hauna hila, ambao hauchagui. Ukweli ambao unatafuta, ule ukweli wa halisi ambao umepotea tangu awali, ambao wazungu wenyewe wameuficha, lakini ukweli watu wanajua, ila walipenda kufisha. Na kitabu cha Yeremia 33:3 nasema, nihite. Mwenyezi Mungu anaongea kupitia nabii wake Yeremia. Nihite, anatuahidi, anatuambia sisi, anatuhimiza kwamba nihite nami nitaitika. Ukihita vizuri ndugu, Mwenyezi Mungu ataitika. Ijapokuwa uwezo ukasikia sauti ya Mwenyezi Mungu, bali anaitika kupitia Roho, kupitia malaika zake, ili akupatie jibu, hizi akuonyeshe kila ambacho unamuitia. Kwa hiyo wapendwa, kitu msichokijua katika kipindi hiki kinaongelewa katika kitabu cha Marko 16:17. Kitabu cha Marko sura yake ya 16 mstari wa 17, ambayo inaanza kusema hivi: na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini, kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Nasimama kwanza hapa. Wapendwa, kabla ya kuendelea na mafundisho, hamtakiwi kusahau kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wake wa kwanza kinasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Kwa hiyo wakati Mwenyezi Mungu alipoumba, katika uumbaji wake, Mwenyezi Mungu aliumba mwanadamu, aliumba wanyama, aliumba kila kitu. Lugha ilikuwa hii ni moja. Mwanadamu na wanyama na watu walikuwa wakiongea lugha hii moja. Wote wakiongea wanasikilizana vizuri. Kwa hiyo unaweza kaiona hapo katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza. Ukaendelea. Hicho hamtakiwi kukisahau wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo lugha ilikuwa ya kwanza, ilikuwa lugha moja. Na baadaye lugha zingine zikafika. Lakini hiyo sasa ni katika Mwanzo hiyo 11 mstari wake wa 7, ambapo inasema kwamba Mwenyezi Mungu sasa, kwa ubaya ambao wana wa Israeli waliofanya baada ya kujenga mnara wa Babeli, hapo ndipo Mwenyezi Mungu alipounda lugha zingine. Lakini mwanzo ilikuwa ni lugha moja.
Na baada ya hapo Mwenyezi Mungu akaumba lugha zingine zikatokea. Sasa ni lugha ipi hiyo ambayo iliyokuwa ya kwanza, ambayo na nyama kila wote walikuwa wakiongea lugha hiyo moja? Ilikuwa lugha ipi? Je, hiyo lugha bado inaendelea, ipo katika ulimwengu huu? Hizo ni swali nzuri, wapendwa wasikilizaji. Mafundisho yetu hayako hapo. Tumesoma katika kitabu cha Marko 16:17 ambaye inasema, na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini, kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Huyu anayeongea hapa ni Kristo, ambaye ni Kristo wa kweli, ambaye alipenda kuelewesha kwamba kwa jina lake yeye Kristo. Na jina la Kristo ni lipi? Hii ni mada ambayo itakuja. Jina la Kristo ni lipi? Maana wengi wanasema Yesu, wengine wanasema Jesus, wengine Jesus, wengine Yoshua, Amashia, wengine sijui majina ya kutosha tu ambayo Kristo anaitwa. Sasa Kristo anasema kwamba na ishara hizo zitaandamana na wale wanaoamini kwa jina langu. Jina lake ni lipi? Kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Nitapita tu haraka kuonyesha jina la Kristo, maana kipindi hicho kipo kabisa tena kirefu kuhusiana na jina la Kristo. Jina la Kristo, wapendwa wasikilizaji, ni neno la Mungu. Ndilo jina la Kristo. Hilo mnaweza mkaliona katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 19 na mstari wa 13. Jina la Kristo ni neno la Mwenyezi Mungu. Basi hilo ndio jina la Kristo. Kwa hiyo napenda kumaanisha kwamba na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini kwa neno la Mungu, watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Hiyo ndio maana yake. Nikupenda kufungua ili kuonyesha kidogo. Sasa hizo lugha ambazo Kristo amesema katika Marko 16:17 kwamba watasema lugha mpya, ni lugha zipi? Zinatokea wapi? Je, ni za hapa? Aidha ni za mbinguni? Ni za malaika? Ni za akina nani? Hiki ndio kitu ambacho watu hawakijui zaidi. Maana wale wote wanaosema kwamba wanaongea katika wanaongea kwa lugha ndani ya makanisa, wanasema kwamba wanaongea lugha za mbinguni. Hivyo ndivyo wanavyoeleza. Sasa tuende kuziangalia kwa kweli ikiwa ni hivyo aidha hapana. Tunaenda kwenye tafsiri ya Kifaransa Mark 16:17, Marko 16:17 kama gisi tulivyosoma kwenye tafsiri sasa ya Kifaransa Bible à la Colombe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Hapo wanaongea kwamba hii ndio alama ambayo itaambatana na wale watakao kubali jina la Kristo. Wale watakaoamini jina la Kristo ambao ni neno la Mwenyezi Mungu, kwamba wataongea lugha mpya. Na hizo lugha mpya ni lugha za kutosha, sio lugha moja bali ni lugha za kutosha. Maana tafsiri hii ya Biblia, Bible à la Colombe, inatuambia kwamba ils parleront de nouvelles langues avec S. Yani ni lugha za kutosha, ni lugha nyingi. Lakini hadi muda huu hatujajua ikiwa ni lugha za namna gani. Tunaenda pole pole. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 4 inatuambia hivi: wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Hawa ni wanafunzi baada ya kusubiri. Walipoambiwa na Kristo, nendeni kule Yerusalemu mkangojee, wakangojea, Roho Mtakatifu akawashukia. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema katika lugha tofauti. Wanaposema kwamba wakaanza kuongea katika lugha tofauti, sio lugha moja, zilikuwa lugha za kutosha. Zilikuwa lugha za kutosha. Na swali linabaki na kuja, je,
Ikiwa hizi lugha ni za mbinguni, ina maana mbinguni kuna lugha mbalimbali. Aiza unatakiwa kuwa na lugha moja. Hiyo ni swali ambalo nawauliza nyinyi mnaosema kwamba mnaongea lugha ya mbinguni. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kusema katika lugha tofauti kama Roho alivyowajalia kutamka. Traduction Pierrot clamait. Alors ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues que la leur, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Bible Osterval. Naenda naangalia tafsiri kwa sababu mimi huwa natumia tafsiri za kutosha sana za Kifaransa. Hivi nimeshawashauria zaidi ndugu zangu msisimamie kwenye tafsiri moja. Bible Osterval nayo inasema des langues étrangères. Traduction David Martin, des langues étrangères. Bible de l'épée, les langues de peuples étrangers. Le langue de peuples étrangers. Yani tafsiri hii ya Biblia, Bible de l'épée, inatuambia kwamba hizo lugha ambazo walianza kuongea zilikuwa lugha za mataifa zingine ambazo ni ngeni hapa ulimwenguni. Tunachukua kwanza historia ya huyu anayeitwa Cornelio. Cornelio alikuwa na familia yake. Sasa Paulo akaenda kuwatembelea, na baada ya Paulo kuwahubiri, kuwaambia neno la Mwenyezi Mungu, walijazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akawashukia. Na hii tunaipata kwenye kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa 46 ambaye anasema, maana waliwasikia wakiongea kwa lugha mbalimbali wakimtukuza Mungu. Bible de l'épée. Car ils les entendent parler les diverses langues des nations étrangères et glorifier Dieu. Nikupenda kusema kwamba haya yote wanaongea katika mikusanyiko kusema kwamba wanaongea kwa lugha, kwamba wanaongea lugha za mbinguni, kwamba wanaongea lugha za malaika, huo ni uongo mtupu. Kuongea kwa lugha, wapendwa wasikilizaji, ni kuongea lugha za wanadamu, lugha za hapa duniani. C'est ça le parler en langue. Parler en langue n'existe pas comme les gens le pensent. Yani hiyo kuongea kwa lugha haipo kama gisi wanavyofikiria watu. Kwa sababu watu wanafikiri kwamba watu wanaongea kwa lugha, kwamba wanaongea lugha ya mbinguni, za lugha za malaika. Ndio wanasema sijui shabara n'importe quoi. Kwa hiyo kuongea kwa lugha, wapendwa wasikilizaji, haya yanayotendeka katika mikusanyiko pale kote unapotoka, c'est du n'importe quoi. Hawafanyi chochote na hawaongei kitu. Hawafanyi chochote. Kwa sababu kuongea kwa lugha ni kuongea lugha za wanadamu katika dunia hii. Namna gani? Tutaenda kuwaonyesha ndani ya maandiko hivyo hivyo. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 6 inasema hivi: basi Paulo akawawekea mikono na Roho Mtakatifu akawashukia, wakaanza kusema lugha ngeni na kutangaza ujumbe wa Mungu. Bible en français courant. Paul posa le main sur eux, le Saint-Esprit leur fit accorder, ils se mirent à parler en de langues inconnues et à donner des messages de Dieu. Sijui kama mnaelewa. Yani baada ya Paulo kuongea, baada ya Paulo kufundisha, watu walijawa na Roho Mtakatifu, wakaanza kuongea lugha ambazo ni lugha za mataifa mengine. Mifano itakuja baadaye na utaenda kuelewa vizuri. Hizi lugha ngeni, wapendwa wasikilizaji, tunaziona pia katika kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 39 mstari wa 19 ambayo inasema, utawaona watu wale wakali, watu wa maneno magumu usiyoweza kuyafahamu, wenye lugha ya kigeni usiyoweza kuelewa. Lugha za kigeni, wapendwa wasikilizaji, maana yake ni lugha za wanadamu. Les parler en langue. Hizi lugha ambazo wanaongea ni lugha za wanadamu.
Sio unakuta mtu ndani ya mkusanyiko anaanza shabala bala bala bla 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 Londres pai pai, Londres pai pai, Londres pai pai. C'est du n'importe quoi. Muulize Londres pai pai inamaanisha nini? Kuongea kwa lugha, wapendwa wasikilizaji, sio hivyo. Hao wote mnaosikiliza wanaanza pale yaani ikiwa anaongea lugha ambayo si ya dunia hii, lugha ambayo wewe mwenyewe haujui, hata yeye mwenyewe hajui ni lugha ipi, haijawahi kuwa, sijui ni maneno watu wenyewe wanachanga wanafanya masharabia bla bla bla. Hapana, sio hivyo, ni mzato yote. Ikiwa wewe ni ndugu yangu, ikiwa sijui una wachungaji una wengine, unapita unaenda kwenye mikusanyiko, unaona watu wanafanya vitu kama hivyo, ujue kwamba hapo ni mzaa mtupu ambao unafanyika. Yeye anakuambia ni kweli, kwa sababu maandiko pia yanadhibitisha. Sio kwamba mimi ndio nasema, maandiko ndio yanadhibitisha. Ikiwa watu wanakataa kwamba sio lugha za watu, kwamba ni lugha za mbinguni, tutaenda kusoma sasa pamoja na nyinyi ambao mnabisha kwamba hizi lugha sio lugha za hapa duniani. Kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 4 hadi 12. Tutasoma polepole ili mpate kuelewa mambo ambayo yalitokea kwa wanafunzi kama jinsi tulivyoanza kusoma. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi, wakikaa watu watahua, watu wa kila taifa ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Mstari wa 8. Imekuwaje basi? Sikiliza vizuri. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wanauliza sasa, imekuwa namna gani? Hawa ni wa Galilaya, hawa wote tunawajua ni wa Galilaya. Sasa imekuwa namna gani hawa watu ambao ni wa Galilaya tunaanza kuwasikia wakiongea tena lugha zetu sisi, lugha ambazo wenyewe hawajawahi kujifunza, lugha ambazo hawazijui? Imekuwa namna gani? Kwa sababu hizo zilikuwa lugha za duniani. Sio kwamba malaika aidha sijui Roho Mtakatifu aliwashukia wakaanza kuongea lugha za mbinguni. Haikuwa hivyo. Zilikuwa lugha, si watu walianza kushangaa kusikia mtu ambaye anaongea lugha yako ambayo hujui kwamba huyu mtu hajawahi hata siku moja kujifunza lugha. Sasa anaongea lugha yangu namna gani? Mstari wa 8 ndio umetuambia, imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparti na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Azia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana maana yake nini mambo haya? Nafikiri, sijui kwa nini wapendwa wasikilizaji, kwa nini tunasoma maandiko lakini tunafanya vitu ambavyo viko tofauti na maandiko? Kwa nini ndugu zangu? Kwa nini tuchukue muda wa kwenda kuwadanganya wengine mbele ya mikusanyiko, kufanya shabaralalasha kwamba unaongea na Mungu? Unapenda kumaanisha kitu gani? Kwamba unaongea lugha ya malaika? Wewe ni mwanadamu, hauwezi ukaongea lugha ya mbinguni. Utaanza namna gani kuongea lugha ya mbinguni? Namna gani? Wewe ni mwanadamu, unatakiwa kuongea lugha za wanadamu tu. Hauwezi. Na huu ndio mfano ambao huko wazi, ambao watu waliojazwa na Roho Mtakatifu, ambao Kristo amewaambia kwamba kutanikeni huko, mkutaniwe huko. Alafu Roho Mtakatifu atawajalia, atakuja. Na Roho Mtakatifu akaja.
Watu walikuwa wa kila taifa, ndivyo maandiko yanavyosema, walikuweko huko Yerusalemu, ambao ni Afrika, bara la Afrika, Afrika ya Kati, ndipo walipokuwa. Sio kwamba naongea vitu ambavyo sijui, naongea vitu ambavyo najua, ndugu zangu. Walikuwepo. Wakashangaa kusikia watu Warumi wote walikuweko. Wanashangaa kuona watu weusi wanaanza kuongea lugha zao. Alafu tena wanawasikia vizuri bila hata chenga. Kufikiri labda wamezaliwa huko. Wanaongea lugha yao mpaka wakashangaa, wakapatwa na woga mzima. Ni kweli. Sasa imekuwaje? Sasa ni wakati gani ambapo hao mitume walianza kuongea lugha za mbinguni? Sasa hayo mawazo, hayo maandiko ambayo yamesema kwamba hizo lugha hizo sijui watu wamejazwa na Roho Mtakatifu wanaanza kuongea sijui kwa lugha, kwamba ni lugha za malaika. Kasema nani? Yametokea wapi? Maandiko mbona yako wazi? Hao wote wanaojisema kwamba ni sijui wa profete, sijui wa bishop, wa marechal, pasteur, de pasteur, reverend, je sais pas, diacre, diaconesse, wanaosema kwamba wao wanaongea na Mungu, sijui wanaongea lugha ya Mungu. Sasa ni n'importe quoi. Ni uongo mtupu, ndugu zangu. Hamfanyi hata kitu. Mnachukua maneno, mnajifunza, mnaanza kuongea mbele za watu kwamba mnaongea lugha za mbinguni. Utaongea lugha za mbinguni na nani? Kuongea kwa lugha ni kuongea lugha za wanadamu. Point et un trait. Wewe ni Mkongomani, unaongea lugha ya Kishina, sijui ya nani, ya Wajapani huko, ambayo hujawahi hata siku moja kujifunza. Lakini kwa sababu ni kutokana na Roho Mtakatifu, anakuongoza na anakuonyesha namna gani utakavyosema. Unaongea Kijapani. Na sio kwa sababu unaongea Kijapani nafasi ambapo ni Wakongomani ndio wanajaa. Hii ni roho ya namna gani? Unaongea Kijapani kadiri Roho amekusukuma kuongea hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda kwamba katika hilo taifa la Wajapani wapate kusikiliza ujumbe. Sasa utashangaa watu, nyinyi wote ni Wakongomani, Mungu katika kusanyiko ambao mnaita makanisa. Utakuta sijui ndio pastor au sijui mchungaji anapanda huko anaanza barabara. Nyote mnaongea, ikiwa ni Kifaransa, ikiwa ni Lingala, ni Kiswahili hata Kiingereza. Nyote mnaongea lugha moja, mnasikilizana, hakuna mgeni kati yenu. Utakuta mtu anaanza kuongea barakata. Ina maana gani? Hayo mambo yanaongewa. Roho Mtakatifu anakujalia, unaanza kusema kwa mikutano ya watu ambao sio wa kabila lako, aidha ni watu ambao wanaongea lugha tofauti na wewe. Alafu anakuongoza, na baada ya kumaliza hayo yote, hata wewe mwenyewe hautajua umeongea nini. Hata wakuulize neno tena katika lugha ya Kijapani hautajua kitu, kwa sababu ni jambo ambalo yani akili yako inakuwa kama vile imelalishwa. Unaongea kwa sababu ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndio unatuma wewe unaongea mambo ambayo haujawahi, lugha ambayo haujawahi kusikia, haujawahi kuiongea. Lakini unaiongea kwa sababu Roho Mtakatifu amependa hivyo, ili kwamba watu wale wa Japani walio katika mkusanyiko huu wapate kuelewa ni kitu gani, has a message ipi ambayo Mwenyezi Mungu anapenda kuambia. Hiyo ndio kuongea kwa lugha. Tutaenda kuonyesha zaidi. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 inasema hivi: upendo hauna kikomo kamwe. Kama kuna vipaji vya kutangaza ujumbe wa Mungu, hivyo vitatoweka siku moja. Kama ni vipaji vya kusema lugha ngeni, vitakoma. Kama kuna elimu, nayo itapita. Nikupenda kumaanisha kitu gani, wapendwa wasikilizaji? Paulo anapenda kuonyesha kwamba katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, hizi lugha zetu sisi wanadamu hazitakuwepo. Haya mazungumzo za lugha zote ambazo tuko nazo zitaishia hapa duniani. Sasa ikiwa hizo lugha zenu ambazo mnasema kwamba ni za mbinguni na vingine zingekuwa ni hivyo, zisingekoma, zingeendelea. Lakini kwa sababu lugha ambazo tunaongea hapa sisi kama vile wanadamu, katika ufalme wa Mwenyezi Mungu hatuna haja kuongea tena lugha kama hizi. Tutakuwa na usemi wa kiroho. Tutakuwa na maneno mengine ya kuongea. Hatutakuwa na maneno jambo, habari zenu huko na vingine. Kuna aina nyingine ya msemo. Kuna mazungumzo, kuna lugha nyingine, kuna lugha ya mbinguni ipo ambayo sisi wanadamu hatuwezi tukaiongea. Na najua kwamba kuna
maandiko, aidha kuna andiko fulani ambalo linatumiwa sana na hao wanaojiita wachungaji. Ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 ambayo inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 14:2 ambayo inasema, maana yeye anayenena kwa lugha hasemi na watu. Unasikiliza? Musikilize vizuri. Hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye kwamba ananena mambo ya siri katika roho. Nitarudilia. Wakorintho wa kwanza 14:2 ni andiko ambalo linapendwa, na ndio maana ikiwa mnaona wachungaji za watu wengine wanaendelea kuongea hivi vile vya masharabia malondre paipai, ni kwa sababu ya hii tafsiri. Ili andiko la Wakorintho wa kwanza 14:2 ambaye inasema, maana yeye anaye nena kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye kwamba ananena mambo ya siri katika roho. Nikupenda kusema nini? Napenda kwanza kuambia kwamba tafsiri hii ambayo imetafsiriwa hapa ni tafsiri ambayo ni mbaya. Tunasema yale tunayoyajua na yale tunayoyaona tunayashuhudia. Yohana 3:11. Paulo anapenda kumaanisha nini? Anapenda kumaanisha kwamba unapoongea lugha ambayo watu wengine hawaijui. Nachukua mfano ili mpate kuelewa vizuri. Mimi mnayemuona hapa, mimi ni Mkongomani, kabila la Kibembe, mimi ni Mbembe. Naishi hapa katika nchi ya Uholanzi. Hapa wanaongea lugha ya Kiholanzi. Mungu amenisaidia, najua kidogo ya kuongea lugha ya Kiholanzi. Natoka hapa naenda kwetu nyumbani Ubembe. Najua kwamba Wabembe wanaongea Kibembe. Sasa wakati mimi nafika hapo, nakuta kundi la ndugu zangu Wabembe. Sasa mimi kuliko kuanza kuongea Kibembe, naanza kuongea sasa Kiholanzi ambacho mimi nimetoka nacho huko, ambacho mimi ninakijua. Naanza kuongea. Na hivyo ninaongea ni katika kusanyiko, kwa mfano. Aidha tuko katika maombi pamoja, aidha katika tuseme sehemu ambayo tuko tu watu wa kutosha. Naanza kuongea. Wale watu ndugu zangu Wabembe watafikiri namna gani? Watasema anaongea na Mungu. Kwa sababu hiyo ni lugha ambayo wenyewe hawaijui. Ninachoongea hawakielewi, wanasikia lakini hawaelewi ni nini ambacho namaanisha. Kwa hiyo ikiwa ni mambo ya kimungu ndio mimi niliyokuwa nikiongea, watafikiri kwamba naongea na Mungu moja kwa moja, kwa sababu ni lugha ambayo ni ngeni kwao. Kwa hiyo watafikiri kwamba tunasema mambo ya siri, mambo ya siri ya kiroho zaidi sana, yani tunaongea na Mwenyezi Mungu kwa sababu wenyewe hawajui. Na hii tafsiri ndivyo hao watu walivyochukua, hao wanaojiita wachungaji. Wakafikiri kwamba wasema mtu anayeongea kwa lugha haongei na watu bali anaongea na Mungu. Sasa ikiwa anaongea na Mungu, ina manufaa gani kuongea mbele za watu? Anaweza kaongea hata kwake nyumbani, ikiwa anapenda kuongea na Mungu wake, si anaingia ndani anaongea na Mungu wake, tatizo liko wapi? Lakini walichukua tofauti, wanapenda kuonyesha kwamba wale wasiojua hiyo lugha watafikiri kwamba wewe unaongea na Mwenyezi Mungu. Kumbe unaongea lugha ambayo ni ya kawaida, ni lugha ambayo ni inayopatikana katika dunia hii. Sijui kama inaeleweka ndugu zangu. Huo ndio tofauti ambao hupo. Na hii ndio tatizo, hii ndio tafsiri ambayo imesababisha watu wengine wanaendelea kufanya mambo ambayo ni ajabu. Maana yeye anayenena kwa lugha hasemi na watu. C'est ça le problème. Na ndio maana mtasikia wengine wako pale sharabia baya shabarakarakatapa n'importe quoi. Kusumbua sijui mna halafu najiita kwamba sijui Mwenyezi Mungu anawatuma, sijui Mwenyezi Mungu yuko na nyinyi, sijui mnaongea kwa lugha. Sijui n'importe quoi. Ndugu zangu, mnasoma maandiko ya wapi? Kwa hiyo tunaenda kwenye Wakorintho wa kwanza tena sura yake ya 14 mstari wa 4 ambaye nasema hivi. Mwenye kunena lugha ngeni
anajijenga mwenyewe. Lakini mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu analijenga kanisa. Kwa sababu unapoongea lugha ngeni kwa watu wengine ambao hawajui hiyo lugha, ni ya manufaa kwako mwenyewe, lakini haiwafaidii wale watu wengine kitu chochote, bali inakufaidia wewe mwenyewe ambao unaiongea. Kwa wale wengine, ikiwa utaongea ujumbe wa Mwenyezi Mungu katika lugha ambao wanasikia, itakuwa vizuri zaidi. Ndivyo wanavyosema hapa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 4. Na mstari wa 5 nasema, basi ningependa, wewe anasema ni Paulo, basi ningependa nyinyi nyote mseme kwa lugha ngeni. Wanaposema kwamba ningependa nyinyi nyote msome kwa lugha ngeni, haijamaanisha kwamba mseme kwa lugha za malaika sijui za mbinguni, hapa. Anatamani ikiwa hata wewe unaweza ukaongea lugha zingine, kwa mfano ongea Kifaransa, Kiingereza, sijui Kiholanzi, Kiujerumani, sijui Kiarabu. Anatamani, hakuna shida, ni vizuri. Paulo anafurahia hivyo. Anaposema hapa kuongea lugha ngeni, hajamaanisha kwamba natamani kila mtu aongee sijui Kiholanzi, sijui lugha za mbinguni. Hakuna mtu ambaye anaongea lugha mbinguni, hata umoja. Maana sisi ni wanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Sijui kama inaeleweka ndugu zangu. Tafsiri ya Bible de l'Épée, 1 Corinthiens 14:5. Je souhaite que vous parliez tous les langues de la terre. C'est ça la bonne traduction. Hii imetafsiri vizuri ukilinganisha na tafsiri zingine za Kifaransa ambazo imetafsiri. Bible de l'Épée, 1 Corinthiens 14:5. Je souhaite que vous parliez tous les langues de la terre. Les langues de la terre ni lugha za duniani. Yaani Paulo alikuwa anasema kwamba natamani zaidi nyinyi nyote muongee lugha za duniani. Yaani muwe mnaongea lugha za kutosha ambazo zinaongewa katika ulimwengu huu. Kwa hiyo kuongea kwa lugha, wapendwa wasikilizaji, sio kuongea kwa lugha kwamba ni lugha mbinguni, kama kitu hivyo ona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, sura ya 2 kuanzia 4 hadi 12, ambayo inatuonyesha namna gani wanafunzi walivyopokea Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha, na wale ambao walikuwa ni wageni walianza kuwasikia wakiongea lugha zao, wakashangaa. Kwa hiyo moja kwa moja napenda kuonyesha kwamba kuongea kwa lugha sio kuongea lugha ambazo ni za ajabu sijui zenye mnaenda kuunda ambazo hazijulikani ni wapi ambazo zimetokea. Na sio tu kuongea kwa lugha kwa sababu ni lugha tu za duniani, ndio Roho atakushukia tu na unaanza kuongea tu sehemu ambapo ni watu nyinyi nyote, sijui kama atakuongoza uongee Kichina. Aiza atakuongoza uongee Kiarabu wakati ambapo Waarabu hawapo. Haiwezi kutokea. Sijui kama inaeleweka. Lazima Roho atakushukia. Ikiwa utaongea katika Kiarabu, ina maana kwamba kuna Waarabu ambao wako hapo ambao Mwenyezi Mungu anapenda nao pia wapate kusikia ujumbe. Unaanza kuongea Kiarabu ambacho haujawahi hata siku moja kujifunza. Unakiongea watu hadi pale wanaelewa, wanasikia ujumbe kweli. Na unapomaliza hata wakuulize neno lingine la Kiarabu, hautajifafanua hata kuongea kitu na hautajua hata kitu, kwa sababu sio wewe ambao ulikuwa unaongea, bali Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa amekushukia ili kwamba upate kutoa ujumbe katika hiyo lugha. C'est ça le parler en langue. Hiyo ndio kuongea kwa lugha. Sio hiyo tu. Nyote mko tu watu ambao mnaongea lugha moja tu, mnaanza mnasumbua sijui watu. Sio hivyo ndugu zangu, sio hivyo. Yote mnavyofanya sijui Roho na washukia sijui hakuna kitu. Hayo yote mnafanya lakini sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mnafanya lakini hayana maana, hayana umuhimu kuwepo. Kwa hiyo hii kusema kwa lugha katika mikusanyiko ya Wapentekoste, sijui dini zote, zehebu zote, hii kusema yao kwa lugha mnaposikia ni uongo mtupu. Hakuna chochote ambacho wanaongea.
Lakini kuna kitu ambacho naweza nikasema kuhusiana na kuongea gisi wanavyoongea hii masharabi ya sijui yawe ya nani ya bla 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 hizo mengine ya Londres pai pai. Kuna siri nyuma. Wakati wanaposema vile, kuna roho nyuma ya hayo maneno wanayoongea. Na huyo ni roho wa shetani. Yeye nawaambia sio kwamba nafanya hivi kwa ajili. Ni roho wa shetani. Kwa sababu hata roho wa shetani anawasukuma. Anawasukuma kuongea hivyo. Halafu anafikiri kwamba labda anaongea lugha za mbinguni, kumbe ni lugha za kimapepo. Yeye nawaambia inaweza kawaumiza kwa nyinyi ambao mnaongea hivyo, lakini unapochunguza wewe mwenyewe utajua na utaamini kwamba hayo nayo yaongea ni kweli. Kwa sababu kitu kingine ambacho kinashangaza ni kwamba utakuta watu kama hao nao pia wanaanza kufundisha, wanaanza kufunza watu wengine kuongea kwa lugha. Nani alikwambia unaweza kumfundisha mwingine kuongea kwa lugha? Wakati unajua kwamba ni Roho Mtakatifu anayeongoza watu. Sasa kitu gani ambacho wanawafundisha ni hivi au ma bla 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 masharabia na malondre pai pai. Ndio wanafundisha watu kwamba unapaswa kuongea hivi hivyo, unaongea kwa lugha. Na kuna mafundisho mengine, kuna zehebu zingine ambao wanasema ikiwa unaingia ndani ya kanisa, ndani ya zehebu aidha dini fulani, usipoongea katika lugha kwa lugha hizo zao za para inamaanisha kwamba wewe haujakuwa mkamilifu, haujakuwa mwaminifu wa kweli. Unatakiwa kuongea. Na ikiwa wewe unaingia katika dini ambayo hawaongei kwa lugha, toka katika dini hiyo. Wengine wanasema hivyo. Sasa ni n'importe quoi. Lugha kuongea kwa lugha ni lugha za wanadamu. Sasa hakuna lugha zingine sijui ya masharabi ama vingine. Ukiingia kwenye lugha ndani kanisa, kwanza nyinyi mnaenda kanisani mnaenda kufanya kitu gani? Hakuna chochote ambacho mnaenda kufanya kwa sababu sio mapenzi ya Mungu nyinyi kwenda kanisani. Hamna haja ya kanisa ili kuurithi ufalme wa mbinguni. Sisiki jidi. Na huu mstari mwanze kuandika hata kama nitakufa, haiza kama sitakuwepo. Mweusi hana haja ya dini ili kurithi ufalme wa mbingu. Mweusi hana haja ya dini ili kurithi ufalme wa mbinguni. Ndio hivyo tu. Kwa hiyo haina maana vile vyote mnavyovifanya, sijui mnafanya hivi ya masharabi hivyo. Hakuna. Someni maandiko gisi yanavyosema. Swali ambalo naweza nikakwambia mpendwa msikilizaji, wewe unayefanya hivi masharabi ya Londres pai pai, inafaa kitu gani kumwabudu Mwenyezi Mungu Mungu wako katika lugha ambayo usiyoijua, katika lugha usiyoielewa? Inafaa kitu gani? Tuulizane kwanza. Ina umuhimu upi wewe kumwabudu, kumsujudu sijui Mwenyezi Mungu, kumsifu katika lugha ambayo usiyoelewa wewe mwenyewe? Umuhimu ni muhimu gani? Hakuna umuhimu. Ili kumsujudu, ili kumwabudu, ili kumsifu Mwenyezi Mungu, inabidi kuongea na kumwambia aweza kuongea naye katika lugha ambayo wewe mwenyewe unaiongea. Na ndio maana hata nyinyi wenzangu weusi nawaambia na nasema kila wakati na sitachoka kwamba hata wakati unapoomba Mwenyezi Mungu, muombe katika lugha yako. Muite kama gisi wanavyomuita katika lugha yako. Nimeshasema kila wakati hili. Ni jambo la muhimu sana. Sio Yehova, El Shaddai, Elohim, Jesus, sauve-moi, n'importe quoi. Muite katika lugha yako. Waache wale wanaoongea Jesus waongee, wamuite katika lugha yao. Wewe ambaye ni Mwafrika, ongea, muite Mungu wako gisi anavyoitwa katika lugha ya mama yako na baba yako. Muite kama gisi alivyo. Sio unaomba sijui lugha yako unaanza kuingia ma Jesus Kristo, sijui Jesus, Jehova, Elohim, El Shaddai, sijui Yahweh, Adonai. C'est du n'importe quoi. Nimeshatoa hiyo mafundisho kuonyesha kwamba yote ni mapepo, ni miungu, mashetani, sijui miungu ambayo wameleta wazungu, miungu majina ambayo tujawahi kusikia, hata wazee wetu hawakuwahi hata siku moja kusikia majina ya El Shaddai, Elohim, Yahweh, Adonai, sijui ma Éternel, Seigneur. C'est du n'importe quoi. Sasa kutokana na haya mambo kama gisi yanavyoleta utata katika ulimwengu huu, mambo ya kuongea kwa lugha, pia Paulo alielewa kwamba
ili jambo litaleta matatizo. Ili jambo la kuongea kwa lugha watu wengine wataenda kuileta tofauti, wataenda kutafsiri mengine. Na kwa sababu ya nini nasema hivi? Ndio maana Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 6 kwamba hivyo ndugu zangu, sikiliza vizuri gisi Paulo anaanza kuongea. Hivyo ndugu zangu, wakati anaposema kwamba hivyo ndugu zangu, anaongea na wale watu wa jamaa lake, wale watu ambao wanaongea lugha hii moja. Sijui kama inaeleweka. Hivyo ndugu zangu, kama nikija kwenu na kusema nanyi kwa lugha ngeni, itawafaa nini? Kama kisa hivyo waambie mimi ni ndugu yenu, mimi ni Mubembe. Aidha tuseme mimi ni Mwafrika, nikisema Mubembe ni kama vile najibagua sana, naanza kuleta mambo ya nani ya kabila. Tuachane. Mimi ni Mwafrika. Nakuja mimi ni ndugu yenu Mwafrika, nakuja kwenu ndugu zangu, naanza kuongea lugha ambayo nyinyi ndugu zangu hamujawahi kuisikia. Inawafaa kitu gani? Ndivyo Paulo anavyoanza kueleza. Hivyo ndugu zangu, kama nikija kwenu na kusema nanyi kwa lugha ngeni, itawafaa nini? Haitawafaa chochote, isipokuwa tu kama nitawaeleza ufunuo wa Mungu au ujuzi fulani au ujumbe wa Mungu au mafundisho fulani. Kwa hiyo Paulo anakuja kusema kwamba unaweza kaongea lugha zako, sijui lugha zingine za dunia hii, lakini haitafaa vizuri, haitakuwa vema zaidi kuongea lugha kati ya ndugu zako, lugha ambayo hawaisikia, hawaijui. Itawafaa kitu gani? Na ndio maana hapa ni ushauri tena kidogo kwa ajili wa ndugu zetu ambao muko katika nchi za tatu, yani nchi hizi kama Ulaya, Marekani, Asia, Oceania. Nikupenda kuambia kwamba ni ushauri wa bure. Wapendwa, watu wengi wamesahau na watuma watoto wengi zaidi sana kupoteza lugha nyumbani. Sio vibaya watoto kujua lugha za kigeni, ni vizuri sana. Lakini pia msiwasaulishe watoto kutokujua lugha zenu za nyumbani. Kwa sababu haya mambo yanayoongelewa hapa, ndivyo na mimi ninavyopenda kuwaambia nyinyi ndugu zangu wa Afrika. Mnapotoka na watoto wenu mnaenda kule, watoto wataongea lugha gani? Kwa sababu watakuta watoto wengine ambao sijui kama watoto wetu ambao tuko hapa katika nchi ya Uholanzi wanaongea Kiholanzi. Hii lugha ya Kiholanzi unaweza kaipata, unaweza kaisikia tena Ubeljiji wanaongea, na hapo Ujerumani wanaongea, baadhi wanaongea Kiholanzi. Na Afrika Kusini kidogo. Sasa unapotoka katika hizo nchi, ikiwa watoto wetu ambao wamezaliwa katika hii nchi, tunawatoa tunawapeleka nyumbani kwetu ambapo ni asili, ambapo lugha hii ya Kiholanzi haisikiliki, haijulikani, watoto wataongea lugha gani na watoto wengine wenzao na wazazi ambao wako kule? Watoto watakuwa wabubu. Wewe kama vile baba mama, wewe ndio utaanza kuwa sasa nakili, yani wewe ndio utakuwa translator sasa. Je, hayo ni maisha kweli? Itakuwa vizuri, itapendeza kweli ndugu zangu? Kwa hiyo ni vizuri watoto pia msiwasaulishe lugha ya kwetu nyumbani. Sio vibaya watoto kujua lugha za kutosha, ni vizuri mno, tena inafurahisha kabisa. Maana wanapokuwa katika nchi ya Uholanzi wanaongea na Uholanzi, wanakutana wana Uholanzi wanaongea Kiholanzi. Wanapokutana na Waingereza wanaongea Kiingereza. Wanapokutana na Wafaransa wanaongea Kifaransa. Wanaporudi nyumbani wanaingia kwenye Kiswahili, wanaongea kwenye lugha zao za asili. C'est très bien. Ni vizuri sana. Kwa hiyo ni ushauri wapendwa wasikilizaji, watoto wetu zaidi muwafunze lugha zetu, kwa sababu itafikia wakati ambapo hizi lugha zote ambazo mnajua za huko Ulaya zitakoma. Huu ni ufunuo. Hizi lugha ambazo mko nazo zitakoma, zitapotea, zitaishi kwa kipindi fulani. Lakini lugha zetu zile za asili za nyumbani zitaendelea. Mengine yatakuja. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 9 inasema hivi: hali kadhalika na ninyi, kama ulimi wenu hausemi kitu chenye kueleweka, nani ataweza kufahamu mnayoyasema? Hii ni swali kwenu nyinyi mnaojiita wa bishop, profete, sijui prophetess, wa diacre, diaconess, pasteur de pasteur, reverend de reverend, ambao mnaongea mambo ambayo watu wengine hawayaelewi.
Ndivyo maandiko wa Korintho wa kwanza 14:9 nasema, hali kadhalika na ninyi kama ulimi wenu hausemi kitu chenye kueleweka, nani ataweza kufahamu ninayosema? Shara bala 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 boro 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 boro. Munasema nini? Londre pai pai bla 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 sharabia shabala bala 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 shabala bala 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 mashabala bala 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 bolo 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 bolo. Unaongea kitu gani? Hatujui. Maandiko yanakuambia kama ulimi wenu hausemi kitu chenye kueleweka, nani ataweza kufahamu ninayoyasema? Wanaendelea, maneno yenu yatapotea hewani. Yaani mnaongea na haina maana. Kwa hiyo ni vizuri kunyamaza, kuwa kimya, msitufanyie mambo ya mzaa katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Msifanye mzaa na Mwenyezi Mungu. Nyote mnajua mnachokifanya, wapendwa wasikilizaji. Takuta watu kidogo mnaomba kidogo, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 10 nasema, zipo lugha mbalimbali, sikilizeni vizuri. Zipo lugha mbalimbali ulimwenguni, na hakuna hata moja isiyo na maana. Ndivyo Paulo anavyosema. Lugha ni nyingi hapa katika ulimwengu huu, lakini hakuna lugha ambayo unaweza kusema kwamba hii sio ya maana, kwa sababu wakati unapoongea na mwingine ambaye anaongea lugha nyingine, basi mnawasiliana kwa sababu ni vizuri. Kwa hiyo hata na wewe usidharau lugha yako, usiseme kwamba sijui ni lugha za Afrika huko watu wetu kana. No, Biblia inakwambia hakuna lugha ambayo haina maana katika ulimwengu huu. Sasa wewe ambaye unajifunza zimoja sijui zingine unasema kwamba achana nao hizo lugha hizo sitaki. Maandiko yanakuambia kwamba hakuna lugha ambayo haina maana. Maana ikiwa unajua lugha fulani, utakuwa na mazungumzo na watu wengine. Hata wakati unapokuja katika nchi ya ugenini ya kigeni ambayo hujawahi kujua lugha yake, unafanya kitu gani? Unajifunza. Na ikiwa hujajifunza utakuwa kama vile bubu. Unaenda unasema nilikuwa napenda niseme hivi lakini maneno yanapotea, sijui nitasema namna gani. Mungu, ingekuwa lugha yangu hapa. Ningeongea kule wangeniona. Utakuta wengine wanaanza nikijua tu lugha hawatanikamata kwa mkono. Kwa hiyo ni hivyo ndugu zangu. Kwa hiyo lugha ambayo anapenda kumaanisha hapa Paulo, anapenda kutuonyesha kwamba tu kuongea kwa lugha ni lugha tu za wanadamu. Ni lugha za hapa duniani, sio lugha za mbinguni ndugu zangu. Hakuna sehemu ambayo tumeshasoma kwamba ni lugha sijui ya mbinguni na vingine hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 11 nasema, lakini ikiwa mimi sifahamu maana ya lugha asemayo mtu fulani, mimi ni mgeni kwa mtu huyo, naye pia ni mgeni kwangu. Wewe ukiongea lugha fulani ambayo mimi sijui, mimi nitakuwa mgeni kwako. Na ikiwa na mimi naongea kitu aidha lugha ambayo wewe mwenyewe hujui, na mimi niko mgeni, tutakuwa tunaangaliana tu hivi tu. Na ndio maana mstari wa 13 sasa wa Korintho wa kwanza 14 nasema, kwa hiyo mwenye kunena lugha ngeni na aombe apate uwezo wa kuzifafanua. Kwa nini? Kwa sababu tutasema kwamba ikiwa mtu Roho Mtakatifu amemuongoza kuongea lugha fulani, tena kwa nini aombe tena? Ili apate kuzijua, kuzifafanua namna gani tena? Inaweza katokea, mpendwa msikilizaji, unaongea Kiingereza kizuri sana, lakini tunajua kwamba Kiingereza labda sio lugha yako ya asili. Haiza labda ni lugha yako ya pili. Haiza Kiingereza, haiza Kifaransa. Unaongea hizo lugha vizuri zaidi sana. Lakini unapofika sasa, ikiwa unaongea lakini unapenda sasa kutafsiri ili kuwaelezea wengine unachomaanisha katika Kifaransa haiza Kiingereza, kwa hiyo lugha ambayo unaongea, utakuta inakuwa vigumu kidogo. Inakuwa vigumu kwa sababu unaanza kutafuta maneno, kuna maneno mengine ambayo unapenda kutafuta ili yafanane na yale ambayo umeongea, lakini kwa sababu kutafsiri si kitu ambacho ni rahisi.
Kuna wengine mtu anaweza kusema kwamba mimi nilijikwaa. Kuna mwingine anasema kwamba anakuja kutafsiri kwamba ulianguka. Kwa hiyo utakuta iko tofauti. Kwa hiyo ndio maana maandiko yanasema kwamba ni vizuri hata kama unaongea lugha hizo ngeni, ni vizuri pia uombe Roho Mtakatifu akusaidie ili uanze pata kuzitafsiri vizuri. Wakati ninapoongea kwa mfano katika lugha ya Kiholanzi, sasa ninapotafsiri kwa wenzangu ambao ni weusi ambao wajua lugha ya Kiholanzi, ninatakiwa nimuombe Roho Mtakatifu anisaidie, aniongoze ili nipate kutoa tafsiri ambayo iko sawa sawa na yale maneno ambayo yameongelewa katika lugha ya Kiholanzi, aidha ambayo nimeongea mimi katika lugha ya Kiholanzi, ili kusiponyoke hata neno fulani ya yale ambayo yameongelewa katika lugha ya Kiholanzi. Hiyo ndio maana yake, wapenda wasikilizaji. Kwa hiyo unatakiwa kuomba ili Mwenyezi Mungu akusaidie kufafanua yale unayoongea katika hiyo lugha. Ikiwa unaongea lugha ya Kiingereza, unaongea Kiingereza ndugu yangu, lakini unapoongea sasa unapenda kutafsiri sasa mkiswahili, uombe Mwenyezi Mungu akusaidie ile yale maneno ambayo umeongea katika lugha ya Kiingereza yawe vile vile katika Kiswahili wakati unapotafsiri. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuongoza vizuri na maneno yatajipanga vizuri na watu wataelewa ujumbe ambao umeongea katika lugha ya Kiingereza. Na ndio maana utakuta wengine ambao anahubiri katika lugha ya Kifaransa, lakini wanaotafsiri utakuta wanatafsiri tofauti. Kwa hiyo tayari message inaenda tofauti. Kwa hiyo watu hawataelewa ukweli kama jinsi ulivyopaswa kuwa. Hicho ndio kitu ambacho walisisitiza na kuhimiza zaidi sana katika hayo. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14 mstari wa 18 hadi 19 unasema, namshukuru Mungu, huyu anayesema ni Paulo, namshukuru Mungu kwamba mimi nasema kwa lugha ngeni kuliko ninyi wote. Hapa Paulo alikuwa anajisifu kidogo. Alikuwa anajisifu akiwaambia watu kwamba yeye anashukuru sana kwa sababu yeye anaongea lugha za kutosha sana. Alikuwa anaongea lugha za kutosha za hapa duniani. Sio kwamba alikuwa anaongea lugha za mbinguni na vingine. Alikuwa anaongea lugha za hapa sana hapa duniani. Namshukuru Mungu kwamba mimi nasema kwa lugha ngeni kuliko ninyi wote. Lakini katika mikutano ya waumini napendelea zaidi kusema maneno 5 ya kueleweka ili niwafundishe wengine kuliko kusema maneno 1000 ya lugha ngeni. Kwa ijapokuwa yeye alikuwa akiongea lugha za kutosha sana katika ulimwengu huu, lakini alitarajia zaidi sana ikiwa anaweza kaongea na ndugu zake na watu hata maneno 5 tu ambayo ni maneno ambayo yatawasaidia wapate kuelewa kuliko kuongea maneno ya kutosha sana katika lugha ambayo ni ngeni ambayo watu hawatafaidika hata chochote, hata kusikia hata kitu chochote ambacho kinasemeka.